الحمد لله المنعم المنان الذي امتن علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى لكثرتها، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فصلوات ربه وسلامه عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، ألا فقد فاز المتقون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusiana ndugu zangu katika imani, bila kusahau kuhusiana nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyatekeleza yote aliyoyaamrisha na kuyaacha yote aliyoyakataza, kwani hakika na bila shaka wamefaulu na kufanikiwa wale wote wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, baada ya kukamilika ibada ya siyami walillahi alhamd, ibada ambayo ni nguzo ya 4 katika nguzo za Uislamu, pamoja na faida zake nyingi, ibada ambayo lengo lake kubwa ni kutufikisha waumini katika daraja ya uchamungu. Zipo faida nyingi kupitia ibada hii ya saumu ambayo tumeikamilisha. Miongoni mwa faida za ibada hiyo ni aina ya malipo. Zipo hadithi nyingi ambazo zinataja malipo ya ibada hii ya saumu. Moja kati ya hadithi hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Matendo yote ya kiibada anayoyafanya mwanadamu ni ya kwake yeye mwenyewe, isipokuwa saumu. Saumu hii ni ya kwangu mimi na mimi ndio mlipaji. Maneno haya anayasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiulizana ibada zingine tunazifanya kwa ajili ya nani? Jibu, tunazifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nani mlipaji? Ni Mwenyezi Mungu. Lakini kuonesha upekee wa ibada hii na malipo yake, Mwenyezi Mungu akasema ibada zingine zote anafanya mwanadamu ni za kwake yeye, isipokuwa saumu hii ni ya kwangu mimi na mimi ndio mlipaji. Ibada zote analipa Mwenyezi Mungu, lakini kaamua kuitofautisha ibada hii kwa aina ya malipo kwamba yeye ndio mlipaji, japokuwa ibada zote tunazifanya kwa ajili yake kumridhisha yeye na yeye ndiyo mlipaji. Sasa miongoni mwa faida za ibada hii ya saumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-saimun. Miongoni mwa malipo ya ibada hii adhimu ya funga, Mtume anatubainishia kwamba katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa mlango maalum. Wataingia peponi kupitia mlango huo watu maalum, na watu hawa si wengine illa swaimun, waliokuwa na sifa ya ufungaji. Ndugu zangu katika imani, makusudio ya kutaja hadithi hizi na hasa hadithi hii ya mwisho kwamba kuna mlango maalumu wa kuingilia peponi, na mlango huu watapita watu maalumu wenye sifa ya kufunga. Wote wataingia peponi, lakini kupitia mlango huu watapita watu maalumu. Sisi sote tunafahamu na ni mashahidi, maeneo mbalimbali, iwe katika kumbi, viwanja au hata katika vyombo vya usafiri, kuna madaraja. Kuna daraja la kwanza wanaingia watu maalum, na hata huduma zao zinakuwa ni tofauti na watu waliokuwa katika madaraja mengine. Japokuwa ukumbi unaweza kuwa ni mmoja, uwanja ukawa ni mmoja, na chombo cha usafiri ni hicho kimoja, wote mnakwenda safari moja, lakini huduma mle ndani huwa zinakuwa tofauti. Sasa na pepo ya Mwenyezi Mungu ipo hivyo hivyo. Ameandaa mlango maalum kwa ajili ya wafungaji.
hadithi imesema hivyo tu. Sasa wafungaji waliokusudiwa hapa ni wale waliofunga saumu ya faradhi ya mwezi wa Ramadhani peke yake au na saumu zingine. Hadithi haijafafanua. Ili tuipate fursa hiyo ya kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu kupitia mlango maalum na tukapate huduma maalum, hatuna budi kukithirisha saumu za sunna, ili kama malengo na makusudio ni wale wenye sifa ya kufunga sawa sawa, iwe ni saumu ya lazima na zile saumu za sunna, tusikose fursa hiyo, kuliko ukaamua kufunga tu Ramadhani. Kumbe waliokusudiwa hapa swaimun ni wale ambao wanafunga saumu za lazima, hata za sunna pia wanaingia. Basi tusije tukaipoteza fursa hiyo. Kwa maana hiyo tunaendelea kukumbushana kwamba Ramadhani imekwisha, lakini saumu bado ipo. Zipo saumu nyingi tu ambazo ni za sunna, ambazo zina faida nyingi. Miongoni mwa sunna hizo, ya kwanza kabisa baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni saumu ya siku 6 ndani ya mwezi wa Shawali, mwezi ambao tupo ndani yake. Na kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye amefunga Ramadhani baada ya kukamilika Ramadhani akafuatisha na saumu ya siku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal, basi huyu atakuwa ni sawa sawa na amefunga mwaka mzima, siku 30 za Ramadhani na siku 6 za mwezi wa Shawwal, inakuwa siku 36, ambayo ikizidishwa mara 10 inakuwa ni sawa sawa na idadi ya siku za mwaka mzima. Sasa moja kati ya fursa ambazo zinaweza zikatupelekea tukawa na sifa hiyo ya kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu kupitia mlango maalumu ni saumu ambazo zinaanza katika mwezi huu wa Shawwal. Lakini pia vile vile miongoni mwa saumu za sunna zipo saumu za kila wiki, Jumatatu na Alhamisi. Hii ni fursa nyingine ya kujitengenezea mazingira mazuri ya kupata kibali cha kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu kupitia mlango maalum, saumu ya Jumatatu na Alhamisi. Lakini si hivyo tu, ipo fursa nyingine ya kufunga siku 3 katika kila mwezi, siku ambazo zinaitwa ayyamul bidh, tarehe 13, 14 na 15 ya kila mwezi mwandamo. Lakini kuna saumu ya Arafa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba ninatarajia kwa yule atakayefunga saumu ya Arafa, basi miongoni mwa malipo yake ni kufutiwa madhambi ya miaka 2, mwaka uliopita na mwaka unaofuata. Sambamba na saumu ya Arafa ipo saumu ya Ashura. Ndugu zangu katika imani, haya yote tunakumbushana ili tuzitumie vizuri fursa hizi, kama wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakusudia kwamba wataingia katika janna kupitia mlango maalum ambao unaitwa Rayyan kwa sifa ya saumu. Kama sifa yenyewe imekusanya saumu ya lazima na ya sunna, ndio maana tunakumbushana hizi saumu za sunna ili tusipoteze fursa hiyo. Hayo yalikuwa ni kuhusiana na ibada ya saumu ambayo tumekamilisha ile saumu ya lazima, na sasa tunaingia katika saumu za sunna. Lakini baada ya kukamilika ibada hii ya funga, watati ibadatun ukhra, inakuja ibada nyingine, na ibada hii ni ibada ya hija, ibada ambayo ni nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Ibada ya funga ilikuwa ni nguzo ya 4 na ibada ya hija ni nguzo ya 5 katika zile nguzo 5 za Kiislamu, na ibada ambayo ni fursa pekee ya kuonesha umoja wa Waislamu wa dunia nzima ni ibada hii. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mazingira tofauti ya Waislamu kuonesha umoja wetu. Ziko fursa za kila siku, ibada ya swala 5, jamaa katika msikiti, waumini wanakutana pamoja na kutekeleza ibada ya swala 5, iwe alfajiri, iwe adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Wanaweza kujadili mambo yao yanayohusiana na Uislamu, namna gani wataupeleka mbele Uislamu wao. Hiyo ni ibada na ni fursa ya kila siku. Lakini ipo fursa ya wiki ambayo ni swala ya Ijumaa. Hii ni fursa nyingine
kwa Waislamu kuonesha umoja wao, ushirikiano wao, mshikamano wao, pamoja na kutekeleza ibada ya Ijumaa na kupeana mawaidha, kukumbushana mambo muhimu, lakini ipo fursa ya kubadilishana mawili matatu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka fursa iliyokuwa kubwa kabisa, ambayo sasa si Waislamu wa mtatu wala si Waislamu wa kitongoji na eneo, ni Waislamu wa dunia nzima kukutana eneo moja, wakatekeleza ibada hiyo ya hija. Pamoja na kutekeleza ibada hiyo ya hija, wakajadili na mengine, liyashhadu manafi'a lahum. Pamoja na kutekeleza ibada ya hija, lakini ipo fursa ya Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ya dunia kubadilishana uzoefu. Wenzetu kule mmefanikiwa katika mambo yenu ya kuendeleza Uislamu, mmetumia mbinu gani? Ni lipi na lipi mmelifanya? Ni fursa ya kujadiliana, lakini pia vile vile ni fursa ya kibiashara. Ndugu zangu katika imani, lengo la kuzitaja ibada hizi mbili, ibada ya saumu na ibada ya hija, ambayo maandalizi yake ilikuwa yanaanza baada tu ya kukamilika ibada ya saumu, lakini kwa mabadiliko ya hivi sasa taratibu huwa zinaanza kabla hata ya mwezi wa Ramadhani. Lengo la kutaja na hizi ibada mbili ni hali tulionayo sasa hivi. Ibada hii ya hija Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitengea eneo maalumu, haifanyiki eneo jingine lolote isipokuwa katika eneo hilo, na sisi sote ni mashuhuda kinachoendelea Mashariki ya Kati. Hakitoi bishara nzuri, hakitoi dalili nzuri kwamba huenda ibada hii ikafanyika katika hali ya usalama na amani. Hili ndio kubwa nilikusudia kulizungumza katika hotuba yetu ya leo hii. Hali tulionayo, hali inayoendelea, yale tunayoyasikia, tunayoyashuhudia, hali ilivyo Mashariki ya Kati hayatoi dalili nzuri hata kidogo. Kama si mwaka huu, basi Waislamu wanatakiwa wajipange na watafakari nini huenda kikatokea huko baadaye. Katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hiju qabla an la tahujju. Alikuwa akizungumza na anawaambia masahaba kuhimiza ibada ya hija. Yule ambaye amekidhi vigezo vya kuwajibika kuhiji, basi na ahiji haraka, kabla an la tahujju, kabla haijafikia wakati mkazuiwa mkashindwa kuhiji. Masahaba wakamuuliza, qalu wama sha'nu alhaji ya Rasulullah, kuna nini? Nani atatuzuia? Kutatokea nini mpaka tukashindwa kufanya ibada ya hija? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala yaq'udu a'rabuha ala adnabi shi'abiha, watakaa mabedui katika njia mbalimbali ambazo ni za kuelekea katika eneo maalum la kufanyia ibada ya hija. Fala yasul ila alhaji ahadun, wakazuia asifike mtu yoyote katika eneo tukufu la kufanya ibada ya hija. Hadithi imesema hivyo. Itafikia kipindi mabedui watakaa katika njia mbalimbali za kuwawezesha watu kufika katika eneo maalum la kufanyia ibada ya hija, halafu wakashindwa kuifanya ibada hiyo ya hija. Hadithi wanazuoni wengi wamesema ni hadithi maudhu, akiwemo Imam Albani. Ni hadithi maudhu. Sanadi ya hadithi inaweza kuwa ina shida, lakini maudhui na madhumuni ya hadithi na hali iliyopo sasa hivi, hadithi ina shida katika sanadi, ni maudhu. Lakini maudhui ya hadithi hii, madhumuni yaliyobebwa na hadithi hii na hali halisi tunayoiona leo hii, wala havipishani. Ni ile hofu ya kwamba, je, ibada hii itafanyika katika hali ya usalama na amani katika mazingira tulionayo leo hii, kile kinachoendelea Mashariki ya Kati? Tuachane na hadithi kwa shida iliyopo katika sanadi, tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje katika Qur'ani tukufu. Zipo aya nyingi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakumbusha watu wa Maka na hasa Makuraishi kwamba Mwenyezi Mungu amewafanyia ihsani kubwa Makuraishi kwa sababu tu wamekuwa ni majirani na walinzi wa nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo
makabila mengine na watu wengine wanaowazunguka makuraishi wa Maka hawapo katika amani. Wayutakhatafu an-nasu min hawlihim, watu wengine wanaowazunguka watu wa Maka hawana shida, hawana amani. Maisha yamekuwa ni maisha ya uporaji, misafara ya biashara inavamiwa, watu wananyang'anywa mali zao, lakini sio makuraishi. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, liilafi quraish, ili kuwafanya makuraishi waendelee. Ulfa ni kukizoea kitu kwa kukipenda au kukipenda kitu kwa kukizoea, ndio ulfa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema ili makuraishi waendelee kukipenda kitu hicho kwa kukizoea, au waendelee kukizoea kitu hicho kwa kukipenda, halafu akakitaja kitu chenye ni nini? Ila fihim, kupenda kwao na kuzoea kwao, rihlata, safari mbili za misimu miwili tofauti, ashita wa saif. Safari ya kwanza katika kipindi cha baridi na safari ya pili katika kipindi cha joto. Katika kipindi cha baridi makuraishi walikuwa wakitoka na misafara ya biashara na ya vyakula kwenda kusini Yemen, na safari ya pili ya kipindi cha saif, kipindi cha joto, wakitoka hivyo hivyo na misafara yao ya kibiashara na chakula kwenda kaskazini Sham kwa amani kabisa. Wale wavamiaji na watekaji wanapogundua tu huu msafara ni wa makuraishi, wanauacha msafara ule unapita kwa amani kabisa. Mwenyezi Mungu anawakumbusha neema hii kama kawaneemesha wao tu, wengine pembezoni mwao wanapata shida, wanapata tabu. Kwa Mwenyezi Mungu amewakumbusha, lakini akawaambia lengo la kuwakumbusha, falyabudu rabba hadha albayt. Kwa neema hizi alizowapa Mwenyezi Mungu, basi na wamwabudu Mola wa nyumba hii, ambaye amefanya nini? Alladhi at'amahum min ju', ambaye amewalisha, amewatosheleza kwa chakula wakati watu wengine wana njaa. Wa amanahum min khawf, na akawapa amani makuraishi kwa sababu tu wamekuwa ni majirani wa Al-Kaaba, nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawakumbusha sababu ya neema hizo ni hii, falyabudu rabba hadha albayt. Maana yake hata hiyo ibada ya hija, kama hakuna amani, inawezekana isiwepo. Ndugu zangu katika imani, nimesema na ninarudia, sisi sote ni mashahidi. Tunayoyaona, tunayoyasikia, yanayoendelea Mashariki ya Kati hayatoi bishara njema kabisa kuhusiana na ibada hii ya hija. Kama si leo, basi yawezekana ikawa miaka inayofuata. Ndugu zangu katika imani, kwa kukumbushana, 2021 wakati wa kipindi cha uviko, kutokana na tahadhari ya janga lile, mwaka huo ibada ya hija ilifanywa na watu ambao hawatoki nje ya mipaka ya nchi husika. Ilifanywa na watu wachache, watu waliotoka ndani ya nchi ile tu basi. Sasa hiki kilikuwa ni kiashiria kwamba upo uwezekano, sababu inaweza kuwa ni yoyote ile. Lile lilikuwa ni janga, lakini zinaweza kuwa sababu za kibiashara, zinaweza kuwa sababu za kiuchumi, kama tunayoshuhudia leo hii. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwata al-iman, usikum wa nafsi maratan thaniya bitaqwallahi azza wa jalla, ala faqad faza almuttaqun. Kwa mara nyingine tena ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma alaina kal muslimin. Ndugu zangu katika imani, pamoja na kukumbushana hali halisi tulionayo sasa hivi na mwelekeo wa ibada hii ya hija, linaweza kuja swali, Shekhe unatuambia nini? Umetukumbusha. Ma alaina, tunafanya nini kama waumini wa kawaida kabisa? Vizuri, tumekumbushana, tumeoneshana hatari yuko mbele yetu, tunafanya nini kama waumini? Ndugu zangu katika imani, haina maana kwamba hatuna kabisa la kulifanya. Tunayo nafasi hata ya kuomba dua. Kwanza kuombea viongozi,
lakini pili kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala airejeshe hali ya amani katika Mashariki ya Kati, irudi kama ilivyokuwa mwanzo, ili ibada hii iweze kukamilika. Sambamba na hilo, tashihul mafhum, kurekebisha uelewa. Tusije tukadhani hata siku moja kinachoendelea Mashariki ya Kati zinatajwa baadhi ya nchi, lakini athari zake zinamhusu kila aliyepo duniani leo hii. Athari zake za kiuchumi zishaanza kuonekana na zitamgusa kila mmoja wetu. Tubadilishe ufahamu na uelewa kwamba swala hili ni la watu wachache, ni la mataifa machache. Athari yake kijamii, kiuchumi, kisiasa inatuhusu wote, na kiimani inamhusu kila Muislamu, si la watu wachache. Tubadilishe ufahamu huo kwanza. Kwa hiyo tunalo la kufanya, kwanza kubadilisha uelewa huo, lakini la pili kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua tu Sheikh, itasaidia nini dua? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'a, usije ukadharau jambo la kheri hata liwe dogo namna gani, usije ukadharau. Je, dua ni swala dogo? Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-du'a mukhul ibada, dua ndio moyo wa ibada zote. Ibada zote tunazozifanya, dua ndio moyo wake. Kwa hiyo si jambo dogo. Tusije tukajiweka katika nafasi ambayo kwamba hatuna la kufanya. Mimi kama muumini wa kawaida sina la kufanya kwa kile kinachoendelea Mashariki ya Kati, sina la kufanya. Unalo la kufanya, hata kuomba amani irudi, lakini pia vile vile kuwaombea viongozi. Allahumma aslih ulata umurina wasaddid khutahum wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma wali umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamna. Ibadallah, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka ridhaka anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib wa baqiyati sahabati Rasulillah. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna. Udhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wa aqimis salah.